Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans ambao leo hii wako uwanjani kuweza kukipiga dhidi ya Coastal Union Wanamangushi katika mchezo wa kombe la FA. Nafahamu ya kwamba Young Africans ni bingwa mtetezi wa taji hili ambalo linaonekana ni wazi kabisa pia analihitaji kwa sababu ni miongoni mwa mataji ambayo anakwenda kuyakusanya msimu huu katika ile mission ya kurudisha makombe yake. Sasa mimi nimekusogezea hapa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ambacho kinachoanza leo hii, ambacho kimekwenda kutangazwa na kocha Amdi, kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Kikosi hicho kipo vipi? La kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, acha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze hili kwa wakati huu. Bana, kikosi cha Young Africans mara baada ya mchezo wa derby kuahirishwa, sasa nguvu zao zote wameelekeza katika kombe la FA ambako leo hii wanakutana na mpinzani ambaye ni mgumu. Hapa nazungumzia Coastal Union, sio kuwachukulia poa kwamba wanakwenda kujipigia tu, hapana. Coastal Union ni timu nzuri ambayo ni timu shindani kweli kweli. Hivyo basi leo hii kikosi hakitokuwa kinyonge tofauti na vile ambavyo wengi wanaweza kutarajia, ambapo golini anasimama Djigui Diarra akiendeleza ubora wake. Unafahamu ya kwamba wanapasha misuli kwa sababu hawakucheza takriban kwa muda mara baada ya derby kuahirishwa. Djigui Diarra ni ubora wake ndio unamfanya endelee kukaa langoni na kocha Amdi aendelee kumwamini kwa kile ambacho anaendelea kukifanya. Hapa nazungumzia katika kutuliza mashambulizi, katika kuweza kufanya save, katika kuokoa michomo na kuilinda klabu ya soka Young Africans katika ubora, ndio umefanya aendelee kuwa pale ambapo mwalimu, hapa nazungumzia kocha mkuu Amdi, ameendelea kumwamini. Lakini kwa upande wa beki namba 2 anaanza Kibwana Shomari mara baada ya muda kupita kutokumuona akiwa kwenye kikosi cha Young Africans kutokana na nafasi kuwa ngumu mbele ya Israel Patrick Mwenda. Hatimaye mwalimu ameweza kumpatia nafasi ya kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho, na uzuri wa Kibwana Shomari anapopewa nafasi huwa anafanya kazi kweli kweli kuionyesha kwamba yeye ni nani na thamani yake ni ipi ambayo anastahili kupewa katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo Kibwana Shomari atakuwa katika upande wa beki namba 2 akiweza kupandisha mashambulizi na kurudi kukaa katika nafasi yake na kuweza kuipa ulinzi timu yake katika safu ya ulinzi. Lakini kwa upande wa beki namba 3 anasimama Nixon Kibabage. Unafahamu bora wake, miongoni mwa beki ambao wenye kasi na mbio na maarifa mguuni wako nayo, na unafahamu ya kwamba naye benchi limeanza kumzoea mara baada ya Issa Shadrack Kiboka kuweza kurejea katika kikosi ya Young Africans baada ya majela yake kuweza kupona na kuendelea kuupiga mwingi. Hivyo basi anapaswa kuweza kumuonyesha kitu mwalimu hapa Amdi aweze kumpatia nafasi katika michezo ijayo. Kwa hiyo Nixon Kibabage atakuwa katika upande wa beki namba 3 akiweza kusimika leo dhidi ya Coastal Union kwenye kombe hili la FA. Lakini kwa upande wa beki namba 4 atasimama Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake akiendelea kuweza kupata kutoa somo kwa mabeki namna gani ya kuweza kuwakaba washambuliaji. Utakwenda kushuhudia leo hii akiweza kufanya yale ambayo amezoea kuyafanya. Hapa anazungumzia tackling, kufanya clear mipira ile kwa usahihi kabisa. Lakini kwa upande wa beki namba 5 anasimama Bakari Nondo Mwamnyeto. Unafahamu ya kwamba nafasi imekuwa ni ngumu kweli kweli mbele ya kutoboa katika safu ya ulinzi ya Young Africans ambayo inaongozwa na Dickson Jobu pamoja na Ibrahim Baka katika eneo la katikati. Hivyo mwalimu amempa nafasi ya kuanza leo hii Bakari Nondo Mwamnyeto, captain
mwenyewe kabisa unafahamu shughuli yake, ubora wake, na sifa yake kubwa ni kuokoa ile mipira ya kichwa kwa sababu ya kimo chake. Ni mtu ambaye ni mrefu kabisa, hivyo basi ile mipira cross huwa mara nyingi huwa anamalizana nayo yeye mwenyewe. Lakini kwa upande hapa anazungumzia sasa wa namba 6 anasimama Jonathan Mkude, akiweza kupewa nafasi na mwalimu kocha mkuu hapa anazungumzia Amdi, akiweza kumwambia aonyeshe kile ambacho yuko nacho, huku kukiwa na taarifa ya kwamba Jonathan Mkude mwisho wa msimu huu pengine hatakuwa sehemu ya kikosi ya Young African, kwani Yanga wanafikiria kumalizana naye mara baada ya mkataba wake kumalizika. Kwa hiyo pengine hizi ndo zitakuwa game zake za mwisho kama taarifa hiyo itapata uthibitisho wa 100% kwamba anaondoka kwenye kikosi ya Young Africans. Kwa hiyo Jonathan Mkude sifa yake ni kutuliza mashambulizi katika eneo la katikati, kuweza kusambaza mipira, kupiga ile mipira mirefu ya juu kabisa. Unaweza kushuhudia ubora wake. Lakini kwa upande wa namba 7 sasa utakutana na Maxim pia Nzingeli, unafahamu shughuli yake miongoni mwa nyota pendwa kweli kweli kwenye kikosi ya Young Africans, si tu Yanga hata kwa timu pinzani. Wachezaji wanazimika naye kutokana na nidhamu yake, ubora wake kiwanjani. Kwa hiyo leo hii anapewa na dhamana ya kwenda kuangamiza Coastal Union wanamangushi, akiweza kusimama katika eneo la namba 7 kwenda kuzitafuta hizo nafasi ambazo watakwenda kutengeneza magoli. Lakini kwa upande wa namba 8 anasimama Abubakar Salum almaarufu Shua Boy, unafahamu nafasi yake ndani ya kikosi ya Young Africans. Amekuwa na wakati mzuri kweli kweli, licha kwamba benchi limekuwa likiendelea kuweza kumzoea, lakini anapopewa nafasi kama hivi ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kukufanya uache mdomo wazi kwa kile ambacho huwa anakifanya uwanjani. Kwa hiyo atakuwepo katika mchezo huu mkubwa kabisa kwenye kuzitafuta zile nafasi za kuelekea juu katika kombe hili la shirikisho. Lakini kwa upande wa namba 9 anasimama Clement Mzinze, mwalimu amependa leo hii kumwanzisha katika eneo hilo, na unafahamu ya kwamba na Clement Mzinze ana muda kucheza kama winga, lakini pia hata kucheza kama mfungaji striker. Hilo kwake alimpi shida kabisa, na utakwenda kushuhudia akiweza kwenda kutetea kiatu chake ambacho alichochukua msimu uliopita kama mfungaji bora wa kombe la FA. Kwa hiyo hilo halina shida. Lakini kwa upande wa namba 10 atakuwepo Cletus Chora Chama, mwamba wa Lusaka, akiweza kupewa nafasi ya kuweza kuanza dhidi ya Coastal Union. Pengine unaweza kauchukulia ni mchezo wa kawaida, lakini Coastal Union unafahamu kwamba ni watu hatari kweli kweli. Wanapokuwa wakiweza kukufanyia surprise ya counter attack zao huwa ni tishio kweli kweli. Kwa hiyo Chama ameweza kupewa nafasi ya kuanza katika mchezo huu kwenda kuiangamiza safu ya ulinzi ya klabu ya Coastal Union. Utakwenda kushuhudia kila kitu katika mchezo huo. Lakini kwa upande wa namba 11 anaanza Pacome Zouzoua, akiweza kupewa nafasi ya kutosha Profesa Waboli kuweza kupasha misuli mara baada ya kuikosa dabi ya Kariakoo. Sasa anakwenda kurejea kwenye zile show zao za kuweza kuwafurahisha mashabiki zao. Sijajua atakula ngapi Coastal Union, ama Coastal Union atamfunga Yanga goli ngapi, ila weka utabiri wako hapo katika upande